Leo tunaingia kwenye hali ya kipekee, hali ya kumbukumbu za uongo zilizosambazwa kwa jamii nzima kulihusu bara la Afrika. Basi tuzungumze Mandela Effect, lakini kwa mtazamo wa Kiafrika. Mandela Effect ni nini hasa? Ni hali ambapo watu wengi hukumbuka jambo fulani kwa njia fulani, lakini linapochunguzwa kihistoria linageuka kuwa tofauti kabisa. Kwa mfano, baadhi ya watu ulimwenguni wao husema ya kuwa Nelson Mandela alifariki akiwa gerezani miaka ya 1980, lakini ukweli ni kwamba alifariki mwaka 2013 akiwa mzee mwenye umri wa miaka 95. Hali hii ni mfano wa jinsi kumbukumbu zetu zinaweza kufinywa na elimu, vyombo vya habari na hata simulizi potofu. Lakini je, unafahamu ya kuwa Afrika imeathiriwa sana na hii dhana ya Mandela Effect? Kwani kuna uongo mkubwa kuhusu historia, tamaduni, dini na hata lugha zetu. Watu wengi hukumbuka au huambiwa ya kwamba kabla ya ukoloni wa Afrika hatukuwa na maandishi, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Mfano, Misri ya kale ilitumia maandiko ya hieroglyphics tangu zaidi ya miaka 5000 iliyokwisha kupita. Neno hili ni muunganiko wa maneno mawili ya lugha ya Kigiriki, ambapo neno hieros lina maana takatifu na glyphin lina maana ya kuchonga ama kuchorwa. Kwa hiyo hieroglyphics maana yake ni alama takatifu za kuchorwa ama kuchongwa. Hii inaonyesha ya kwamba hata kabla ya kuja kwa Yesu Kristo, basi Misri ya kale ilishaanza kustaarabika na kuanza kuandika. Ufalme wa Egram huko Ethiopia ulitumia lugha ya maandiko ya jinsi ambayo bado mpaka hii leo yanatumika katika makanisa ya Ethiopia. Katika Afrika Magharibi, lugha kama Hausa, Fulani ziliandikwa kwa Kiarabu kilichoitwa Ajami kwa karne nyingi kabla hata ya karatasi kufika Ulaya. Huu ni ushahidi ya kwamba Afrika walikuwa na lugha, maandishi na mfumo wa elimu, kinyume na simulizi za ukoloni, kwani wao wanasema ya kwamba walikuja Afrika kwa lengo la kuleta ustaarabu. Wengi hukumbuka kana kwamba kabla ya Ukristo na Uislamu wa Afrika hatukuwa na dini, eti tulikuwa washirikina na waabudu mizimu. Lakini ukweli ni kwamba kila jamii ya Kiafrika ilikuwa na mfumo wake wa kiimani na kutambua Mungu mkuu. Mungu wa Makonde alifahamika kwa jina la Mulungu. Wanyakyusa Mungu wao mkuu alifahamika kwa jina la Kyala. Kule Ghana pamoja na Ivory Coast, kwa jamii ya Waakan, Mungu mkuu alifahamika kwa jina la Nyame, na kwa jamii ya Wayoruba alifahamika kwa jina la Oludumera. Dini hizi zilikazia maadili, ibada na maisha ya jamii kwa upana. Katika dini ya Yoruba nchini Nigeria, mfumo wa Ife ulihusisha mafundisho ya kiroho, tambiko na hekima ya maisha. Mpaka hii leo Ife inatambulika na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na tamaduni kama urithi hai wa binadamu. Je, umewahi kusikia ya kwamba Waafrika tuliishi porini bila miji wala wafalme? Ipo mitazamo ambayo husema ya kuwa kabla ya kuja kwa wakoloni, basi Afrika ilikuwa ni pori na hapakuwa na utawala wala ustaarabu. Hii si kweli, kwani Waafrika tulikuwa na mifumo yetu ya kiutawala. Kulikuwa na wafalme, malikia na machifu ndio waliokuwa viongozi katika himaya, na pia kulikuwa na miji yenye kuvutia zaidi kuliko hata ile inayopatikana Ulaya kwa kipindi hicho. Ufalme wa Mali chini ya Mansa Musa karne ya 14, binadamu pekee ambaye alikuwa na utajiri mkubwa kiasi ya kwamba safari yake ya hija iliyopita Cairo nchini Misri ilisababisha mdororo mkubwa wa thamani ya dhahabu huko Misri, kwani aligawa dhahabu nyingi alivyokuwa njiani kwa watu wasiojiweza. Ngome ya Benin ilikuwa na miji iliyo na taa za barabarani na michoro ya shaba ya kiwango cha juu kabisa kuliko hata miji iliyopo Ulaya kwa wakati huo. Timbuktu ilikuwa na maktaba ya maelfu ya maandiko ya kisayansi, kifalsafa na hata dini kabla hata ya kuanzishwa kwa chuo kikuu cha Oxford. Hii ni ishara ya kuwa Afrika ilikuwa na mifumo ya elimu tangu hata kabla ya ukoloni, ambao wao wanasema eti ulikuwa ni ustaarabu.
Kwa hakika kumbukumbu zetu zimefutwa kimakusudi. Baadhi ya wanazuoni kama George Hegel, Carl Linnaeus pamoja na David Hume, hawa wote husema ya kuwa kabla ya wakoloni, bara la Afrika lilikuwa ni bara lililojaa giza, hapakuwa na biashara ya kueleweka, hivyo walikuja kwa lengo la kutulea wa Afrika. Kabla ya kuja kwa wazungu karne ya 15, pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa na bandari kama Kilwa, Sofala, Mombasa na Zanzibar. Zilianza kufanya biashara ya dhahabu, pembe za ndovu, vyakula na watu kutoka bara la Asia. Watu kutoka Uchina katika karne ya 15 chini ya Admiral Zheng He walifika pwani ya Afrika Mashariki kwa lengo la kufanya biashara. Biashara hii ilisababisha miji ya Kiswahili kustawi na kujenga jamii mchanganyiko ya Kiafrika, Kiarabu na Kijemba. Wazungu walikuja Afrika kuokoa watu kutoka kwenye utumwa, lakini historia inafichua ukweli bayana. Biashara ya utumwa wa transatlantic slave trade ilichukua zaidi ya mamilioni ya Waafrika katika karne ya 15 mpaka ya 19. Mashirika ya biashara kutoka Uingereza, Ureno na Ufaransa walitengeneza faida kubwa kutokana na hii biashara ya utumwa. Ukoloni haukukomesha kabisa utumwa, bali ulibadili tu mifumo. Nchi kama Uingereza ilitangaza kukomesha utumwa miaka ya 1800 kwa sheria ya mwaka 1833, lakini utumwa huo ukapelekwa kwenye mfumo wa unyonyaji, kufanya kazi kwa lazima ama forced labor. Wakabadili kutoka kwenye utumwa wa kufungwa minyororo ya chuma na kuuvisha suti mpya hadi minyororo ya sheria, uchumi, elimu na utamaduni. Na kukumbusha tu, Mandela Effect si tu hali ya kukosea, ni ushahidi ya kwamba kuna mbinu za kupotosha historia na Afrika imeathirika zaidi katika kijamii, kiuchumi na kiutamaduni. Swali ni je, kumbukumbu zako ni zako kweli au ni matokeo ya historia iliyotungwa kwenye dawati la mkoloni na kufundishwa darasani? Jina langu ni Wycliffe Yohana Peter, nimemaliza.